Kuwa na pressure ni changamoto ambayo inawakumba watu wengi sana. Ukiwa na pressure inaathiri sana mfumo wako wa uzazi na kuweza kushindwa kushika ujauzito. Kwa mwanamke inakuwa inamwathiri hasa kuanzia kwenye mtiririko wa viungo, mtiririko wa damu kufika kwenye viungo, lakini pia inakuwa inaathiri pia hata kwenye ovary, kwenye hormone, na mtu anakuwa na changamoto za hormone balance kama hedhi kubadilika, kupata maumivu wakati wa kushiriki, lakini pia hata utingishaji wa mimba na mzunguko kubadilika. Hiyo ni moja ya dalili ambazo zinatokana na pressure, ambayo pressure inapokuwa inapanda juu sana. Lakini pia inakuwa inaathiri hata mimba kuweza kutoka mara kwa mara, lakini pia hata changamoto ya kushika ujauzito inakuwa ni mdogo sana. Lakini kwa mwanaume pia inapunguza mtiririko wa damu hasa kwenye uume na kupelekea changamoto ya kushindwa kuweza kutingisha ujauzito. Lakini pia pressure hii ya kupanda pia inasababisha mbegu za mwanaume kuwa dhaifu, kuwa nyepesi sana, na kuwa zisizoweza kutingisha ujauzito na kushindwa kuogelea kufika kwenye yai. Lakini pia kuvurugika pia kwa homoni za mwanaume pia. Lakini tukiangalia kwa ujumla, changamoto hii ya pressure aidha kupanda au kushuka inaleta sana kizunguzungu na damu kuto kufika sehemu zake stahiki. Lakini pia kwenye mayai ya mwanamke, lakini pia mbegu mwanamke kukosa mazingira ya kustawi. Uzazi unataka pressure iwe normal, iwe kwenye 120/80 mmHg, lakini ikiwa tofauti na hapo, hiyo pressure yako inaweza ikawa ni ya kupanda au inaweza ikawa ni ya kushuka. Kwa hiyo usisite kututafuta, namba zetu zinaonekana hapo chini, unaweza comment, lakini pia ukalike. Lakini usisahau kushare kwa mtu ambaye unamjua na changamoto kama hizi au anapitia changamoto kama hizi, na yeye aweze kupata matibabu ya uhakika na ya haraka zaidi. Asante sana, Mungu awabariki.